Bila shaka ni saa 1:27 zinakatika na Radio Maisha Radio zaidi ya video. Ni Maisha asubuhi bila shaka na hukumu na sakali na tuko na msomaji wetu wa habari this morning Erastus Kibon na ndani ya Maisha asubuhi news extra this morning. Nadhani kwamba moja kwa moja IBC ambaye ndiye referee katika uchaguzi mkuu wa 2027 wiki moja iliyopita IBC tume huru ya uchaguzi nchini ilikuja ikasema ikatangaza kwamba tarehe ya kuanza kampeni mpaka tarehe ya kufanyika uchaguzini ni siku fulani. Nadhani kwamba tarehe rasmi ya kuanza kwa kampeni ni mwezi wa 5 2027. Itakuwa ni mwezi wa 5 bila shaka. Na ile kampeni inafaa kufanyika kwa miezi mitatu ambayo itakuwa inafanyika mwezi wa Mei, inafanyika mwezi wa Juni na unakamilika mwezi wa Julai bila shaka, sio? Alafu tarehe rasmi ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu itakuwa ni tarehe 10 mwezi Agosti 2027, sio? Alright. Sasa IBC ikakuja ikasema kwamba kwa sababu wa Kenya kampeni inahitaji matumizi ya hela, lazima kuwe na kiwango kwamba mtu anaweza kutumia kiwango fulani na asizidishe kiwango fulani. Sasa IBC imetangaza kwamba mtu yeyote ambaye anapania kuwania kiti cha rais hawezi tumia zaidi ya shilingi bilioni 4.4. Is it 4.4 billion? 4.4. Alafu pia vyama vya kisiasa nadhani wamepewa 17.7 billion. Kwa hivyo kwamba uwezo ukapitisha 17.7 billion kama ni chama cha kisiasa katika kampeni zako. And of course kama unawania rais uwezo ukapitisha 4.4 billion. Lakini pia nilikuwa naangalia IBC nasema kwamba kwa sababu unajua swali ambalo mtu atajiuliza la kwanza ni kwamba IBC imetumia kriteria gani kuweza kukuja na idadi hii ya hela. IBC nasema kwa mfano kwa wale ambao kwamba wanawania eneo bunge, kwa wale ambao wanawaambia ugavana, useneta na uwakilishi wa kina mama katika county, wanasema kwamba kwa mfano kama mtu ambao unawania county level, wewe ni governor, kuna county fulani kwa mfano nitumie kama county ya Lamu. Ukiangalia county ya Lamu ambao kwamba wapiga kura hawafiki hata 100,000. Ukienda katika county ya Taita Taveta ambapo ni kwamba county nzima idadi ya watu ambao wapo katika ile county hawafiki 400,000. Uwezi linganisha matumizi ya hela katika county ya Lamu, county ya Taita Taveta na mtu ambaye kwamba anatafuta governor county ya Nairobi, county ya Kisumu, county ya Turkana ama county ya Kiambu. So IBC nasema katika hiyo level ni kwamba wanaangalia idadi ya watu katika county, alafu wanaangalia ukubwa wa county yenyewe in terms of kilometers, the radius and the what kilometers. So those are the key factors ambazo kwamba IBC inasema kwamba inatumia kujustify why somebody ambaye anataka governor county ya Kakamega huwezi mlazimisha atumie the same amount of money kwa mtu ambaye anawania governor county ya Taveta, kwamba ukiangalia idadi ya watu ni wengi, ukiangalia idadi ya ukubwa wa county ni kubwa. But now this is the question, ndugu zangu, IBC itatumia kriteria gani kujua kwamba huyu sasa ameshapitisha 4.4 billion? How will they know? Tasema kwamba wako realistic. They are not realistic kwa sababu hata hizi kampeni zimekuwa zikipigwa. Tayari kampeni zimekuwa ikipigwa tayari. Pesa ambazo wanasema 4.4 billion. Wana include hiyo pia ambayo imekuwa ikitumika na wanasiasa katika kampeni za huko nyuma, kwa sababu pia kampeni zimekuwa zikifanywa na pesa zinatumiwa kwenda mbele. Basi hizi pesa I think Kibon ili nikusaidia hapo according to IBC according to them ni kwamba campaign period kicks off officially next year mwezi wa May. So anybody who is doing anything right now they consider kwamba that's not campaign. I think they are not just being they are not realistic. Kwa sababu pia ukiangalia hata it's not measurable. Wakati unapatiana idadi figures za pesa ambazo zinatumia, it should be measured. Atujua ametumia, hata umesema kwamba ukubwa wa eneo na idadi ya watu na kitu kama hicho, lakini based on my understanding sioni kama iko measured. Is it realistic? It is not realistic, it is not measurable. Okay. My own understanding. Nadhani kwamba labda tuanzie hapa kwamba haya ni mapendekezo kwa sababu ni hitaji la kisheria kwa IEBC kuweza kufanya tathmini hii na kuweza kutoa pendekezo ambalo linapelekwa sasa katika bunge na labda kuweza kupitishwa ili kuweza kurasmishwa. Na kaka hukumu pamoja na Kibon, nimefurahi kwamba mmeweza kutaja kwamba kuna mazingatio ya maeneo mbalimbali na sio kitu cha urais tu. IEBC vile vile imeweza kustate ni kiasi gani cha hela kwa mfano zinafaa kutumika katika viwango tofauti. Kwa mfano
hapa Nairobi, katika kaunti ya Nairobi wanasema kwamba limit inafaa iwe 117 million shillings, shilingi milioni 117 for each of the positions hapa katika kaunti ya Nairobi, kiti cha ugavana, useneta na vile vile women rep. Kisha katika kaunti nyingine tofauti, alivyosema kaka hukumu, kutegemea vile vigezo mbalimbali. Kwa mfano mtu ambaye anawania Turkana anatarajiwa kutumia 123 million shillings, mtu ambaye anawania kule Marsabit anatarajiwa kutumia 114 million shillings, Wajia 103 million shillings, Wajia kule maeneo ya kule Kitui kwa mfano ni 77 million shillings kuweza kuwania kiti. Lakini zaidi ya kwamba ni hitaji la kikatiba wala kisheria kwa IEBC kutoa mapendekezo haya, nadhani kwamba kuna mtihani mkubwa sana ikija kwa practicality. Kwa sababu katika mataifa ambayo yameendelea ama mataifa ya ulimwengu wa kwanza, first world countries, swala hili linawezekana zaidi kutokana na kile kitu kinaitwa goodwill kutoka kwa the political class, kwamba wale ambao wapo katika nyadhifa hizi, kwa mfano ambao ni wabunge, ambao ni rais, of course kuna taasisi kama bunge, seneti, the president, baraza la mawaziri na kadhalika, iwapo wana goodwill, basi hili linaweza likatekelezwa. Lakini iwapo tuna serikali ambayo yenyewe tayari ina haitatumia 4.4 billion shillings kwa mfano katika kupigia debe Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili, basi it becomes very difficult kuweza kulitekeleza hili. Na inafanyika wakati ambapo tunaona wanasiasa wenyewe wanapanda jukwani wanasema if you have no money, naambia wapige kura, kwamba tulimuona Jalango the other day akisema kwamba iwapo hauna pesa usisimame jukwani kuhutubia wananchi, kisha kuna kizungumkuti hapa ikija kwa when do you now say this is campaigning and this is not campaigning? Kwa sababu nakumbuka wakati fulani Rais William Ruto, and kama sijakosea ilikuwa ni headline ya gazeti ile The Standard, kwamba the president on top of cars or something like that. Rais William Ruto alijitokeza akisema kwamba anachofanya yeye sio kampeni, ni kuzindua miradi na ni jukumu lake kama rais wa taifa. So separating now campaign and saying nazindua miradi is a headache, kwa sababu rais atakwambia kwamba mimi I was commissioning that road, but katika kucommission hiyo road wananchi waliambiwa wainue vidole viwili vya tutam. So wakati unainua vidole viwili vya tutam, is that not campaigning ili kuweza kuchaguliwa kwa ajili ya muhula wa pili? Wakati ambapo Rigathi Gachagua anahudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa, tutumie Witima as an example, na kisha baadaye anapatiwa nafasi ya kuzungumza katika microphone na anasema kwamba sisi agenda yetu ni one term. So how do you I mean, is that part of worshiping? Unaweza kusema kwamba pale ameenda kuabudu wakati anasema waseme one term, ama is that campaign? Kwa hivyo nadhani kwamba ulivyosema kaka Kibon na vile vile hukumu ni kwamba kuna hali ambayo ni ideal, lakini kuna hali halisi. Nadhani kwamba haya IEBC ni in an ideal situation, lakini hali halisi kwenye ground ni kile ambacho hukumu alisema pale nyuma kwamba there are candidates ambao maybe they've already spent 4.4 billion shillings, more than 400 days to the general elections. Na ndugu zangu, pia kuna swali la kimsingi ambalo kwamba nadhani kwamba pia kama taifa tunafaa kujiuliza. Ikiwa mtu anawania kiti cha rais na anatumia 4.4 billion kutafuta kura wakati wa campaign. Good question. Nataka tupige hesabu hapa ya haraka. Nilikuwa ukiangalia mshahara wa rais kwa jumla, kwa wastani averagely, tukiongeza na marupurupu inakuja 1.6 million. Tukiongeza na marupurupu mshahara wa rais kwa mwezi. Sasa tupige hii hesabu kwamba ikiwa mshahara wa rais kwa mwezi ukiongeza marupurupu ni 1.6 million, tupige hii hesabu hapa, 1.6 million times 60, sababu ni 12 months every year, 5 years. Yes, kwa hivyo 2 times 60, sio? 60 years. Inakuja 96 million. Tuseme tu 100 million. Tuseme 100 million. So in 5 years mshahara wako ni 100 million. Sio? Tuko sawa hapo? Kwa hivyo in 5 years your salary is 100 million. But the amount ambao unatumia kupiga campaign is 4.4 billion. I mean, who will do that? It's like now we are justifying kwa nini wanasiasa wanaiba mali ya umma, because there is no way unaweza niambia kwamba mtu atatumia 4.4 billion akitafuta kazi ambao kwa miaka 5 atakuwa amepata mshahara wa 100 million. You have 100 million in 5 years, but you are spending 4.4 billion in 3 months. So are we justifying why politicians wanaibia wananchi? Because ukiangalia a lot of corruption cases, wanasiasa ndio wanahusishwa. Lakini hata huenda utapata kwamba wanasiasa wenyewe watajitetea wakisema kwamba wana different avenues
za kupata pesa. Kila atasema kwamba that will bring back 4.4 billion. Tunauza kuku, tunahubiri. Kwa hivyo yani there are different channels, sio mshahara peke yake. Tukijikita kwa mishahara nadhani pia did you have to use the example ya kuuza kuku nawe? Did you have no, it is just an example. Kibon, nimependa sana vile Okumu is looking at it. Kwamba mwisho wa siku if you're going to earn 100 million shillings and you're spending 4.4 billion shillings, it means 4.3 billion shillings ni pesa ambazo hautapata kwa mshahara. Of course these are around 0.1 billion shillings. Na Okumu normally wakati wa campaign, this is not what normally happens. Unajua katika mataifa ambayo yameendelea huwa kunafanyika kitu kinaitwa fundraising. So fundraising is sisi we believe in Kibon is the best candidate to lead this country forward, and therefore sisi kama wananchi leta ile pay bill tutaweza kusimama nawe so that ni sisi tunakuweka kwa kiti. But in the Kenyan context, wakati ambapo unakuja kwetu, and I've seen Kenyans joke a lot about that, wakati Kibon unakuja kwetu unatuambia unataka kiti cha urais, unataka kura zetu na unasema tukuchangie, we always ask a simple question: unataka kura ama unataka pesa? Uchague moja. Tukuchangie ama unataka kura? Pick one. Nadhani kwamba demokrasia yetu haijafikia kiwango cha kuweza kuamini katika manifesto na agenda ya mgombea na kuamua kumfadhili ili kuweza ku raise hizi pesa. And this leads us to another challenge, kwamba wengi wa hawa wagombea unapata kwamba wamejikuta katika mix ya cartels. And I know of one business person, kaka Okumu, najua unamjua hata Kibon, ambaye mpaka leo he's so bitter because aliweza kucontribute kwa Uhuruto mwaka 2013 kuweza kuingia mamlakani by giving them it said billions of shillings ili waingie mamlakani. And they were to return the favor, kwamba wakishaingia mamlakani tenders kubwa, and we know some of those tenders ambazo uzungumziwa zilikuwa sasa yeye aweze kupatiwa priority, kwamba chukua hii tender na hii utafute vile utarudisha zile pesa, and that didn't happen until today. That politician is so bitter. I mean that business person stopped politician. So that is now the risk. The risk is wakati ambapo you are supposed to raise 4.4 billion shillings, inamaanisha kwamba kuna uwezekano utaingia katika kiti ukiwa wewe ni mateka. Kuna watu ambao tayari washakuteka, and you might not really be able to serve Kenyans because unalipa hili deni 4.4 billion shillings. Nadhani kwamba we really need to look for a way kuweza kusema kwamba we can elect Kibon na udogo wake na uchache wake na uhaba wake wa pesa, kwa sababu ya kile ambacho tunaamini anakibeba. Nadhani kwamba kwa sababu ya muda tunaiacha pale, lakini pia wewe kama Mkenya mzalendo mjiulize kwamba kuna mtu atatumia shilingi milioni 100 kutafuta kazi ama kuna mtu ambaye anatumia shilingi bilioni 4.4 4.4 billion kutafuta kazi ambayo miaka 5 the highest amount ambayo anaweza pata in terms of salary is 100 million. Is it being realistic? Are we being realistic here? Na kama itafanyika hivyo, mtu hata anaweza recover, sema nilitumia milioni 100, umenichagua.